Ripoti ya hali ya mawasiliano kwa kipindi cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-2026 inabainisha kwa sekta ya mawasiliano bado ina pengo la 23.7 katika upatikanaji wa huduma za internet ya kasi kijiografia, pamoja na kuwepo kwa majaribio ya ulaghai katika baadhi ya maeneo. Hali hiyo inataja kupelekea changamoto za ulaghai wa kimtandao kwa watu, ambapo miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa hali hiyo ni pamoja na mkoa wa Rukwa, Morogoro, Mbeya na hapa jijini Dar es Salaam, kutokana na kuwa na ripoti zinazojirudia. Katika kujadili hali ya usalama wa kimtandao pamoja na ulinzi wa taarifa binafsi, studioni tunaungana na Abdul Said na Umanga ambaye ni wakili anayeshughulika na masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi na haki ya faragha pamoja na haki dijitali. Niongeze na msomi hapo kwenye wakili. Inatosha. Maana mawakili mnanongwa nyie. Tukisema tu wakili utasikia ongeza msomi. Sijui ukisema mwanasheria anasema hapana niite wakili. Mna mambo yenu kwa tunashindwa kuwaelewa. Kidogo mnakuwa mnatupata shwishi. Kwa hiyo nikisema wakili niongeze na msomi, sivyo? Basi wakili msomi karibu sana. Tunaposema hali ya upatikanaji wa mawasiliano tunakuwa tunamaanisha nini? Tunasema hali ya upatikanaji wa mawasiliano obviously ni namna ambavyo wananchi ambao ndo consumer wa mawasiliano wenyewe wanaweza kuwa wanayapata hayo mawasiliano basically bila kuwepo na vizuizi vyovyote aidha vya kiteknolojia ama vizuizi vya kisheria. Maana vizuizi teknolojia inaweza ikawepo lakini sheria inaweza ikaweka vizuizi. Nikikuuliza hivi sasa, wakili wa Hehe wanasema give us your honest opinion. Hali ya upatikanaji wa mawasiliano na internet nchini Tanzania iko vipi? Of course kwa sasa ukisema hivyo ni imekuwa. Yani iko obvious hata kwenye report ya TCRA ya robo mwaka inaonyesha kwamba watu wengi zaidi wamezidi, ni zaidi ya watu milioni 111 tayari wanapata mawasiliano, muunganisho na mawasiliano, na zaidi ya watu milioni 58 pia nao wanapata internet. Kwa hiyo imekuwa, zamani tulikuwa tunasema tuko kwenye dunia kidigitali, sasa hivi ile kianalojia, sasa hivi tuko kwenye kidigital zaidi. Kwa hiyo tumekuwa, lakini sio kufikia kusema kwamba tupo on top. Tunaposema sekta hiyo imekuwa ama hali ya upatikanaji wa mawasiliano imekuwa, tunakuwa tunamaanisha watu waliounganishwa peke yake, ama vipi kuhusiana na masuala ya upatikanaji wa mtandao wenyewe, ufikiwaji pia, gharama? Kwa sababu unaweza kuwa na mtandao unapatikana lakini bando la wiki limeisha ndani ya siku moja. Yes, ndio maana nikasema mbali ya technicalities zenyewe za kiteknolojia pia kunaweza kuwa na vikwazo vya kisheria ama vya kiteknolojia. Na hapo ndo nikakuuliza hali ya nchi yetu kwa sasa kwa ujumla wake, mambo hayo uliyoyataja iko. Kwa nchi yetu hali yake sasa binafsi naona honestly, kwa sababu nimeuliza my honest view, naona tuko vizuri, lakini as I said sio vizuri kulinganisha na ambao wapo vizuri on that top, kusema kwamba ili tuwe vizuri tunahitaji kuongeza nini, labda nini kimepungua? Kilichopungua viazi kwa mimi ukiniambia nitakwambia vikwazo vingi vya kisheria kuliko hivi vya kiteknolojia. Hapo utatuambia vizuri kabisa, kisheria kuna vikwazo gani? Sheria zipo nyingi. Tanzania tuna sheria nyingi sana. Lakini mostly tuna sheria ambazo zinatubana zaidi wananchi kuliko. Mfano, nitakupa mfano. Mpaka leo Tanzania hatuna sheria cyber security. Lakini tuna sheria cyber crime. Yani tunakosa kabla ya kulindwa. You understand? Hiko ni moja ya kikwazo kikubwa sana. I think we should have a sheria ambayo ni ya cyber security tulinde kwanza kabla ya kutafuta makosa ya watu. Sijui unanielewa? Umesema pia tuna sheria nyingi, ukimaanisha kwamba kuwa na sheria nyingi ni mapungufu ama? Na nitatoa kwa mfano wa halisia kwa sasa. Kwa tuna sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo ni mpya. Lakini watu wengi katika sheria hii wanaiona kwamba imekuja more zaidi kwenye compliance, ambayo compliance kwa upande mwingine watu wanaona kama ni kwenye kuongeza kuilipia serikali kodi na nini. Lakini on the other side hizo sheria zina faida. Kwa hiyo ninaposema sheria zipo nyingi, kwa sababu leo hii utaambiwa ili ufanye hicho inabidi uwe na leseni ya hii. Ili ufanye hichi unabidi ufanye hili. Ili ufanye hichi lazima uwe na kibali cha kitu fulani. Hayo yote ni sheria na ziko sheria mbalimbali, sio sheria moja. Kwa hiyo utitili wa sheria napo unakuwa ni tatizo. Tungeweza compromise sheria. Tungekupa labda wasaa wewe kama wakili. Ungesema sheria gani labda iondolewe, imekuwa nyingi zaidi, inaongeza utitili wa sheria.
No, the issue sio kuziondoa. The issue ni kwamba kuziweka katika mifumo ambayo kuziboresha. Yes, ambayo inasomaneka pia. Yani ukitaka sasa hivi kufungua media, usianze kutaka ufuate regulation, online content regulation, sijui uje kufuata regulation nyingine, ufuate kanuni nyingine. Unakuta kuna kanuni kama 7, 8 hadi 10 za TCRA ambazo zote unabidi uzifuate ili uweze kuwa na media mfano. Kuna kama majukwaa matatu yapatikane Tanzania: X, Telegram na Clubhouse. Hii inatoa tafsiri gani kwenye upatikanaji wa internet nchini kwetu? Upatikanaji wa internet ipo, upatikanaji wa majukwaa ya kidigitali. Yes, na nadhani hapo ndipo niporudi. Ukiangalia hayo majukwaa yote yamezuiwa kisheria. Na ndio hilo nililokuwa nasema kama tatizo mwanzo, kwamba tunakuwa na utitiri wa sheria, na mostly of hizo sheria ni kutubana zaidi na sio kutufanya tuwe safe. Yani ndio maana nikatoa mfano wa Cyber Crime Act. Tunayo Cyber Crime Act kuanzia 2015. Lakini mfano tu sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imekuja 2022. Unadhani ni kwa nini Samani Samira nakuja kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi za kwanza kabisa Afrika kuwa na sheria kama hiyo, na tumepokea pongezi nyingi kusema kweli kidunia, sivyo? Of course, sio nchi ya kwanza, ni nchi za mwanzo, miongoni mwa nchi za kwanza kuwa na sheria kama hiyo, na ambayo mataifa mengi yalikuwa yanapigia chapuo, na sisi tumekuwa kimasomaso. Lakini ni kwambia tu ukweli, kuna muda ukikaa ukiangalia ni kama tunafanya by pressure. Yani kuna pressure behind inatufanya tutafute sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Pressure gani wakili? Mfano nitakupa mfano mdogo. Sasa hivi ecosystem ya dunia inaenda kwenye iko kidigitali tayari. Hata investment, mtu ile aje aweze kufanya investment katika nchi yako, maybe kwenye kampuni fulani ambayo iko kwenye nchi yako, atataka kuwa na assurance, je, nitaweza kulinda taarifa zangu zitakuwa taarifa binafsi za wateja let's say, au za huduma ninazozitoa zinaweza zikalindwa. Hiyo pressure inapelekea tuseme basi sasa tunatakiwa kuwa na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Sio kwamba watu wamekaa chini wakaona atmosphere inahitaji hiyo. Sijui unanielewa vipi? Samira alikuwa na kitu. Hapo ambapo upo, ila inabidi nibadilishe gia kidogo. Unadhani kwa nini tumekuwa tuna sheria ambazo zinatubana sana kama ambavyo umesema? Ni kwamba tunaonekana bado hatuko na ile nguvu ama uelewa zaidi wa kutumia mitandao yetu ipasavyo, ama tumekuwa kwenye hali ama hatua zipi ambazo zinatupelekea pengine tunalazimika sasa kuwa na sheria ambazo zitatubana kikamilifu? Kwanza si support the idea ya kusema kwamba you should have sheria ambayo itatubana kikamilifu. Kubanwa ni muhimu kwa sababu kwenye moja ya sababu ambazo zinafanya sheria huwa zitengenezwe, huwa tunaangalia uhitaji, lakini pia kabla ya huo uhitaji tunaangalia culture. Yani kwa mfano sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi tunayoongelea leo ya Tanzania, ambapo Tanzania tulikuwa moja miongoni wa watu wa mwanzo kabisa, haiwezi kuwa sawa na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi labda ya Austria. Kwa sababu hizo nchi zina culture tofauti, watu wake ni watu tofauti. Kwa hata uundwaji wa sheria unakuja kutokana na watu ambao wapo katika hiyo nchi. Ukiniuliza kwa nini tunabana, mimi sioni sababu ya msingi ya kutubana. Mimi nadhani tulipaswa tuwe zaidi katika kufanya safe, yani watu wao feel safe. Kwa sababu kama sheria ya makosa jinai ipo, ambao watu wanafahamu kuna hili kosa, kuna hili kosa, haiwezi kusimama sheria hiyo yenyewe. Inaweza ikasimama na sheria zingine ndio ambazo kama hizi zinazokuja, lakini zisije purpose ya kubana, iwe ni purpose ya ku safeguard. Ndio maana ni kitu cha kushangaza kuwa na cyber crime kabla ya kuwa na cyber security. Ni kitu cha kushangaza sana. Ungepewa nafasi ya kushauri serikali yetu, ungeshauri kitu gani ili kuweza kutengeneza hali na mabadiliko ya haraka zaidi? Okay, mimi ningeweza kushauri kwanza tusiwe sheria zisiwe zinakuja kwa uhitaji tu, au kwa nikitumia neno kukurupuka, sijui kama itakuwa ni vizuri, lakini tusiwe tunatengeneza sheria kwa sababu tu tuna kwa mfano sasa hivi tunaona kila sehemu AI framework. Kwa tusione kwamba kwa kuwa nchi nyingine zina AI framework na sisi tunahitaji. Lazima tujue dynamic kwanza ya nchi, tupate wataalamu watusaidie, watushauri vizuri kabla ya sheria yoyote kutungwa. Baada ya kupata ushauri mzuri kutoka kwa wataalamu wa sekta ambazo zinakuwa ni mbalimbali, sio wana sheria peke yake, sekta zinakuwa mbalimbali, kwa sababu hata mfano hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi haihusu wana sheria peke yake, kuna watu IT, watu wa wapi. Tukipata ushauri mzuri ndipo tunaweza tukaamua sasa, okay, tunahitaji kitu fulani, framework yake itakuwa hii,
tutaanza na sheria hii, itakuja sheria hii, ije sheria hii. Naamini hata hilo lingefanyika tusingeweza kuanza na cyber crime kabla cyber security. Yes. Moja kati ya changamoto ambazo zinatajwa sana kwenye kati hizi ni swala la utapeli. Hili ni moja kati ya kitu ambacho kinaonekana kinakuja kwa kasi mno. Mambo ya utapeli wa kimtandao, hata kuvuja kwa taarifa binafsi, mambo ya videos, watu video zao za utupu na vitu vingine, mambo ni mengi kweli kweli yamekuwa. Unadhani changamoto hasa iko mahala gani ambapo inatuweka kwenye nyakati kama hizi? Okay, mimi ukiniuliza changamoto ni uelewa. Kwa sababu inawezekana hata wewe unalinda zaidi hela na mali zako, labda gari na kuliko taarifa zako. Lakini nikwambie ukweli, hayo yote hayawezi kufanyika kama bila kuwepo hizo taarifa zako kwanza. Yaani mtu akishapata taarifa zako, mfano mtu akishajua namba yako ya simu, akajua huduma ambazo unazitumia, akajua bank account yako labda unayotumia, ni rahisi hata akikutafuta wewe kukufanyia huo wizi wa kimtandao inakuwa rahisi, kwa sababu tayari taarifa anazo. Ndio maana tunasema kwa dunia sasa taarifa ndio oil yenyewe, ndio resource yenyewe. Kwa hiyo kinachopelekea hayo mambo yote ni uelewa. Watu kiwa na uelewa mzuri wa kwamba taarifa binafsi ni kitu gani, kinasimamiwa katika misingi gani, kina effect gani, nadhani hata hayo hayatokei, kwa sababu hata picha au ya sura ya mtu ni taarifa binafsi. Sasa tumeongea mfano issue kama hiyo ya connection, sidhani kama ni appropriate eti mtu uko maeneo ya faraga alafu unajirekodi ama unapiga picha na kitu kama hicho then unaiacha katika simu ya mtu mwingine, hata kama ni kwenye simu yako. Lakini je, unailindaje hiyo taarifa binafsi yako? Hicho ndio. Hebu tupe maana halisi ya taarifa binafsi yenyewe namna ilivyo katika muktadha wa maisha yetu kila siku. Okay, katika maisha yetu ya kila siku, taarifa binafsi ni kitu chochote ambacho kinaweza kikafanya ukafahamika wewe kama mtu, kiwe ni either ni direct ama kiwe ni indirect. Ndio maana hata number plate, namba ya gari yako ni taarifa yako binafsi. Ndio maana nikasema matatizo mengi yanaanza kwa sababu watu tunalinda mali kabla kuzilinda hizo taarifa. Mtu ili akufuatilie wewe, akishajua namba yako ya gari kwamba ile ndio namba ya fulani. Kwa hiyo hata akishajua namba hiyo taarifa akishaipata, anaweza kuanza kukufuatilia. Akitaka kukufuatilia wewe, akishapata namba yako ya simu, anaweza kuanza kukufuatilia. Kwa hiyo hizo ndio taarifa binafsi. Jina lako, akishajua mahali yako unapofanya kazi, chochote ambacho kinaweza kikaku-identify wewe, kiwe direct au kiwe indirect, hiyo ni taarifa yako wewe binafsi. Wakili, kumekuwa na kampeni nyingi tu ambazo zinafanywa na serikali, mashirika binafsi kutoa elimu kwa watu kuhusiana na namna ya kulinda taarifa zao, lakini bado tunaona connection kama unavyosema, vyeti vya watu vikifungiwa maandazi, taarifa za watu za hospitali zipo kwa mama ntilie kwenye mihogo na sehemu nyingine nyingi tu, vitabu labda vya kusajilia wageni, vya nyumba za kulala wageni tunakutana nazo zimetupwa tu. Nini kimepungua licha ya elimu kutolewa, lakini bado tunashuhudia mambo kama haya? Kama nilivyosema mwanzo, elimu kweli inatolewa kwa ukubwa sana. Na nadhani ilikuwa ndio kitu cha kwanza kabisa baada ya sheria kuja, ikasema basi elimu ikatolewe, watu waelewe. Lakini kibaya zaidi ni kwamba elimu inatolewa inawafikia wachache, na wengi hawatilii maanani hilo swala. Yaani leo hii ukienda kumwambia mtu swala la hii ni taarifa yangu binafsi, anaichukulia tu yani ni kitu ambacho cha kawaida. Yaani hatupo ile tayari kupokea dhana kamili ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mtu leo hii anaweza akaenda tu M-Pesa, akafika akataja naomba nitumie hela kwa namba hii, akataja namba akaondoka, akamaliza. Lakini ile tayari kashaacha taarifa yake pale binafsi. Lazima ajue bana, hizi taarifa zangu binafsi zinakuwa zinalindwa vipi, zina effect gani. Sasa hayo kwa maisha yetu sisi ya Tanzania wengi, kwanza awareness bado ipo chini. Huo ni ukweli, licha ya elimu kubwa ambayo Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi inatoa, lakini bado awareness ipo chini sana. Ipo chini kwa watu wa kawaida, ipo chini kwa hata practitioners wenyewe, ipo chini karibu everywhere, in every aspect. Lakini hizi taarifa binafsi pia zipo kila sehemu. So you understand? Kwa hiyo ulinzi wa taarifa haya yote yanatokea kwa sababu awareness ipo chini. Na juzi tulikuwa tunafanya nanilia moja ya East Africa, ya DPO Center East Africa.
tulikuja kubaini kwamba Tanzania licha ya kwamba tayari tuna sheria, lakini ni moja ya nchi ambayo bado tupo nyuma katika kuiona umuhimu wa hiyo sheria. Yaani sheria tunayo, lakini hata wale waliotengenezewa hiyo sheria ili iweze kuwalinda hawaoni umuhimu wa sheria yenyewe. Abdul, tunakuwa mawapi unadhani? Kwa sababu kwa hali kama hiyo kwamba tuko chini kiasi hicho, na unasisitiza mara nyingi manake ni chini kweli kweli, lakini wakati upande wa pili mitandao watu wanatumia sana kabisa. Vitu hivi vyote vya kidijitali sasa hivi kila mtu anatumia, ni wachache sana ambao hawatumii. Unadhani ni nini shida? Nachelea kusema kwamba kuna shida kubwa sana kwa sababu moja cha msingi. Kwa sababu tayari tunajua kabisa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ndio sheria ya mwisho Tanzania kutungwa. Na ndio sheria mpya tunavyosema mwaka 2022. Then ikaja committee na regulations zimekuja 2023. Imeanza kufanya kazi 2024. You understand? Bado. Ndio kwanza tuna miaka miwili. Mambo mengi yamebadilika. Yes, hata kesi za ulinzi wa taarifa binafsi Tanzania bado ziko 2 tu. Na spidi ambayo tunakwenda nayo sasa hivi kesi ziko 2 tu. Ziko 2 tu kesi. Lakini walikuja tume hapo walisema ambazo zimekuwa determined. Ni kesi ambazo tayari zimeshatolewa maamuzi kwamba hizi kesi 2 tu Tanzania nzima. Changamoto, mawakili mnataka pesa nyingi ama hapana? Changamoto kubwa ya kwanza sasa hivi ambao wanauelewa mkubwa wa hiyo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi tunaoitaga data controller and processor, wale wachakata data na watunza zile taarifa, ambao hao mara nyingi sio watu wa kwenda kufungua kesi. Wanaofungua kesi ni wale data subject, wahusika wa data, kwamba data yangu imetumika vibaya, kuna breach. Sasa hawa bado uelewa uko chini sana. Nitakupa mfano mmoja. Mimi nilikuwa kwenye hizo kesi 2, moja hapo ni kesi yangu. Mimi kwenye hiyo kesi yangu kabla sijafungua kesi niliwafuata kwetu nyumbani kwetu, bana kuna hichi na hichi, mimi naenda kufungua kesi, ila they are all against me, kwamba haina umuhimu ya nini, achana nayo. You understand? Lakini pesa zako ushalipa. Hiyo itafanya discussion. Kwa hiyo challenge ipo. Na hata wateja, mfano sisi tunakutana nao mteja, akishakuelezea scenario yake, unamwambia kabisa kwamba hii issue labda tutaifanya kama ni issue ya ulinzi wa taarifa binafsi. Yeye anakuambia mbona mimi naona ni defamation. Unamwambia sawa, unaiona hivyo, sisi tunashauri hichi. Na kingine ambacho kinakuwa challenge, ndio maana hata wateja hawawi wengi. Sasa hivi sehemu inayoitwa determination ni Dodoma peke yake. Kwa hiyo ukiwa na kesi lazima uende Dodoma, lazima unaweza ukafile online, lakini ili kuisimamia hiyo kesi ni Dodoma. Sasa mteja wa Dar es Salaam ukishaanza kumwambia hizo vitu, changamoto anaona nini, nianze kulipa tena na gharama za Dodoma. Wakili, kwa nini kampuni nyingi zinavyoandika sera zao za faragha zinatumia maneno madogo? Alafu lugha ni Kiingereza. Wakati huo wanafahamu kwamba Watanzania wengi lugha yao ya kwanza ni Kiswahili. Na hiyo ni moja changamoto pia ambayo kubwa sana. Ni kweli ukiangalia kwenye privacy notes nyingi ndogo, na mtu mwingine unaweza usiione kabisa. Lakini pia tukiwa wa kweli kwa upande mwingine, Watanzania huwa hatuzingatii hayo mambo. Watu wengi sana leo hii ataingia hata kama ni tunazingatia wakili, ndio maana tunajua kwamba wanaandika maneno madogo. Sawa, nikasema wengi hatuzingatia, wachache ambao maybe tunazingatia ni wachache kuliko ambao hawazingatii. Ukitolea mfano mdogo tu wa hizi privacy policies zilizopo kwenye simu, labda kwenye app hizi notice, watu huwa hawasomi. Mtu anaenda tu agree, amemaliza, amefungua. Lakini wakili, changamoto nyingine ni sipo agree, manake sisipati huduma. Yes, usipo agree, lakini sasa ndio hiyo ndo dhana, na sina right ya kuquestion kwamba kwa nini hii iwe hivi. Mimi nimesajili line ya simu ili nipige simu, nipokee simu, nipokee message. Kwa nini nikubali nipokee matangazo ambayo hayahusiki? Sawa kabisa. Sasa na hiyo ndo changamoto ambayo ipo kwenye uelewa wa dhana yenyewe ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa sababu kama tayari tukiona kwamba tumeisoma ile privacy notice, umeona hizi taarifa zangu zitaenda kutumika kwenye affect mimi, ni sio muhimu, kwanza sio lazima kukubaliana na hiyo notice kama kuagree. Lakini ni lazima kuwasiliana na wakili. Kuwasiliana ni lazima. Hiyo ni kweli. Lakini njia za mawasiliano zipo nyingi. Sisemi tuandike barua, sisemi turudi kwenye barua na nini. No, kwenye hizo njia. Lakini
tukiongelea uhalisia, kuna applications nyingi au platforms nyingi ambazo watu huwa tuna agree tu ni kwa sababu ili tuwepo. Mfano labda TikTok, mtu anataka tu awepo au anaangalia zile video, lakini to me sio kwamba ni lazima uwepo kama unaona kuna taarifa ambazo wanazikusanya zitakuaffect wewe au zitatumika kukuaffect wewe. Na pia umeongelea swala la kwamba kuuliza kwamba hupati room ya kusema kwamba kwa nini room ipo. Yaani room ipo kwenye hata sheria yetu sisi ya Tanzania. Sheria yetu hata sisi ya Tanzania kuna kitu kinaitwa haki za data subject. Data subject kwa Kiswahili sijui naweza nikaiwekaje. Yule mwenye taarifa, haki za mmiliki wa data. Ya haki ya mmiliki wa taarifa binafsi. Moja ya haki ipo ni right to access. Unaweza ku-access. Changamoto inayotokea sasa kwa hiyo right, namna yake ya kuinvoke Tanzania. Neno invoke kwa Kiswahili pia ni changamoto. Hapo mwenyewe sijui. Kuinvoke Tanzania ni ngumu sana. Mfano pia nitakupa mfano ambao uhalisia kutoka kwangu. Mimi kabla nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni nyingine mwaka mmoja nyuma nadhani. Ile kampuni nimeshaacha kufanya nao kazi mwaka zaidi nyuma, lakini nikawa bado still napokea message kutoka kwenye mtandao fulani wa simu ya kwamba ni bima, lipia bima kutoka kampuni fulani, lipia bima kampuni fulani. Nimejaribu kuongea nao zaidi ya mara 3 kuambia kwa nini nasipata hizi message, kwa nini inakuwa hivi. Majibu yanayokuja ni mepesi kama wanavyosema. Ni majibu tu mepesi kwamba ndio huduma zetu. Na hiyo huduma wao umeacha kutumia. Mimi kuna siku nimepigiwa simu naambiwa kuna huduma hapa ya mkopo, na wauliza kwanza namba yangu mmepata wapi? Kuna mtu alitupa. Nani? Kwa sasa mimi huduma tuliyokubaliana na nyie kupeana sio hiyo, lakini mnachonipa ni kitu kingine. Kidogo hapo inakuwa shida, na inaonesha kwamba ni dhahiri tunahitaji marekebisho, sivyo? Ni kweli kabisa. Najua umeshatuambia kwamba changamoto ya uelewa na utoaji elimu bado ni kubwa, especially kwa watu walioko huko pembezoni. Unadhani tuendelee tu kutoa elimu hivi ama kuna kitu kingine mbadala kinatakiwa? Kuna kitu mbadala ambacho nadhani sasa hivi tume inabidi iende kwenye meno. Unajua haya mambo ni kama leo hii tukiambiwa labda kulala ni saa 12, watu watachukulia kawaida. Saa 12 watu wataendelea kutembea. Ila ukiona saa 12 watu wanakamatwa, wanapigwa viboko, wanapelekwa ndani, ikifika saa 12 automatically tunajua kwamba yes. Sasa tume imekuwa inatoa elimu, lakini ndio kama ninachosema determination mfano ziko mbili. Hata hizo mbili hawazipublish. Kwa hamna mtu hata anajua kwamba kuna maamuzi yalishatoka kuhusiana hii, na mpaka ukijua ni labda uko karibu na mtu aliyefanya hiyo kesi labda au vinginevyo. Kwa hiyo tume pia inahitaji kuonesha meno yake. Yaani kama ilishatoa elimu sana kuhusu labda compliance, basi sasa hivi waoneshe mtu usipo comply nini kinatokea. Na pia ionyeshe meno yake kwa kutoa decision, na ikiwezekana kama wanapokuwa wanafanya kwenye kutoa elimu, basi ikiwa imeonesha meno yake pia waseme wazi, watu wajue ili watu wajue kwamba sheria kweli zinafuata. Kwa nadhani pia hilo ni gap, ndio maana hata watu tu wamerelax bado. Kuna watu wanajimilikisha watu. Kwa mfano mtoto, mzazi anaona kwamba naweza nikapakia picha mtoto wangu muda wowote. Dadangu Samira amefunga ndoa mwaka huu mwezi wa kwanza wa pili. Anadhani kwamba anaweza kumposti mume wake muda wowote kwa sababu ni mwili mmoja. Shekhe amewambia ni mwili mmoja, anaweza kumpost shemeji yangu muda wote na shemeji yangu naye vivyo hivyo. Hii inafanya vipi kazi kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi? Nikiwa na kumiliki, wewe ni wangu mwandani, naweza kufanya chochote ama tunakosea ama inakuwa sawa. Hapo umeenda sehemu nzuri. Hiyo ni interplay kati ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na sheria nyingine, na ni kweli ni kwamba hii sheria haiwezi kusimama yenyewe. Mfano tukianza kwenye swala la mtoto, uzuri hii sheria imetambua taarifa zote zinazohusu mtoto kama ni highly sensitive data. Hizi ni zinazohitaji uangalizi mkubwa kuliko hizi taarifa ambazo hazimhusu mtoto na taarifa nyingine. Na hii ukiangalia kwenye sheria ya mtoto inasema kila kinachofanywa kwa mtoto lazima kifanywe kwa ajili ya maslahi ya mtoto, for the best interest of the child. Kwa hiyo kama ni for the best interest of child, unapotumia hiyo taarifa binafsi ya mtoto,
kwanza lazima uhakikishe ipo kwenye best interest of the child, cha kwanza kutoka kwenye sheria ya mtoto. Ukija sasa kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwa kuwa sheria ya mtoto ni sheria taarifa za mtoto ni taarifa ambazo ni highly sensitive data, hizi lazima kuwe na written consent. Na hiyo written consent sasa changamoto inayokuja kwa Amani. Hiyo written consent anaitoa mzazi tena mwenyewe. Hapo shida. Ndio sheria yetu inachosema kwamba ukitaka kutumia taarifa za mtoto kweli wamezilinda kwamba hizi lazima kuwe na written consent, tofauti na taarifa nyingine mnaweza mka consent kwa mdomo and whatever. Lakini hiyo written consent anatoa ni nani? Sheria imesema basi atatoa mzazi, atatoa guardian, atatoa nani. Lakini sasa mzazi anakuja kubanwa na kwenye sheria ya mtoto kwamba je, sasa ulivyochakata hizo taarifa na ulivyoruhusu chakataji huo ilikuwa ni for the best interest ya mtoto? Kwenye swala la ndoa sasa hapo kidogo ni tofauti. Na hapo ndo inapokuja changamoto, kwa sababu ndoa tunaamini hawa tayari ni watu wazima. Uelewa wa mtu mmoja mmoja. Nakumbuka dadangu Luvanga tushawahi kufanya naye session moja akasema yeye hata akiwa anataka kupost picha ya rafiki yake anamuuliza kwanza hii unaionaje, na au akipostiwa yeye anauliza, anamwambia kabisa bana hii mimi sijaipenda itoe. Kwa nini? Mimi kabla sijaposti wakili, yani tukishapiga tu picha tuko wawili lazima niangalie ni verify kwamba iko sawa, umeridhika nayo. Unaona anachokisema hicho, wengi hawafanyi hivyo. Ndio tunasema dhana ya uelewa wa dhana ya hiyo ulinzi wa taarifa binafsi. Wangekuwa watu tunauelewa kama wa Imani, hata kwenye ndoa ingekuwa sawa. Labda tumrudishie swali Imani, yeye kwake amekuwa engaged very soon hapa vipi kwenye kupiga picha na shemeji akikuposti tu? Sababu uelewa tayari umetuonesha unao. Sasa vipi inapotokea pale shemeji amekuposti na picha? Kitu kizuri ni kwamba mimi na mchumba wangu wote tunaelewa masuala haya na tuna deal na vitu sawa. Kwa hiyo tunajua nini cha kuposti na nini sicho. Na sometimes tunaulizana vipi picha gani umependa. Kwa mfano kama kwenye engagement tulikuwa tunakaa pamoja tunachagua picha ambazo tungependa ziende public kama ambazo tusingependa zisiende. Tulichagua hatutapenda kuona wazazi wetu wakipostiwa wa pande zote mbili, wala ndugu zetu wengi tulichagua. Kwa hiyo tulikaa pia pamoja. Wapo walio waposti lakini ni ngumu kujua kwamba ni hawa. Kwa hiyo tulichagua kwamba hatungependa vitu vya familia yetu viende viral. Lakini ikija kwenye masuala ya mpira yeye ni Yanga, mimi ni Simba, tunataniana. Na huo unaposti picha zake mbaya kweli. Mara nyingi hata video zake mbaya. Lakini kwa kuwa wote tunauelewa wa pamoja kwamba huu tu ni utani wa mpira na nini, lakini ikija kwenye masuala ya faragha, personal details, kweli tuko very sensitive na tunawafutisha rafiki zetu picha nyingi sana. Yes, that is very Nilikuwa ngumu sana kutuelewa, lakini saizi rafiki zetu wengi wa karibu wanajua, and I love the fact that wengi wanauliza. Mimi hata kwenye engagement yangu Juma rafiki yangu na Nasibu walikuja, they came to me wakaniuliza vipi tuanze kuposti sasa hivi, tuanze kuposti saa ngapi? Kwa sababu tulikuwa tuna control kila kitu. Tulikuwa na publisher hata hapa Crown, vipi tuposti sasa? Jamani tuposti, nikamwambia no, subirini. Picha za Crown zinakuja. Kwa nadhani Crown waliposti picha zetu siku ya 4 ama ya 3 baada ya engagement. Engagement ilikuwa Jumamosi, wakaposti Jumanne asubuhi. Kwa sababu tuliwaambia nyingine zimesha sambaa sana kama za kanisani za wapi, tungependa muwe na exclusive content. So tunajitahidi kucontrol, japo ni ngumu kwa kiasi kikubwa, lakini kweli inabidi tu watu watuelewe. Hata tunavyoelekea kwenye harusi na sendo restrictions zitakuwa nyingi, rafiki zetu wajue kabisa. Sasa kabisa. Hivi kuna uwiano gani kati ya haki binafsi tunasema ama haki ya taarifa binafsi pamoja na kujieleza kwa watu, uhuru wa kujieleza kwa watu? Zote mbili kwanza ni haki, zote kikatiba, zote mbili ni right kwenye katiba yetu, lakini zinategemeana sana, kwa sababu kama taarifa binafsi hazilindwi, hata kujieleza huwezi kujieleza kwa uhuru. Ili uweze kujieleza kwa uhuru, at least uwe na assurance ya kwamba hizo taarifa zako binafsi zinalindwa, kwa sababu kama unajua unaweza kujieleza kwa uhuru alafu taarifa zako hazilindwi pia, hilo ni tatizo kubwa. Lakini sheria zote zina parameters, kuna kiwango ambacho hakivuki. Mfano hata ulinzi wa taarifa binafsi sheria yetu ipo, lakini kama hizo taarifa ziko kisheria, zinatakiwa kisheria, sheria inalazimisha kwamba hizo taarifa zitolewe, ziwe disclosed.
Umeona? Na hapo ndio unaona sometimes watu wanatumia cybercrime, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinatumia cybercrime kwa bana, hii tunataka taarifa hizi kwa sababu cybercrime imeturuhusu sisi kuchukua hizi taarifa. Sasa kuna moja la mwisho ambalo ningelichombezea kidogo kwenye hayo mambo ya taarifa binafsi ya mtu. Una mwenza wako, mume, mke, vyovyote tu vile, kwa sababu anakumiliki, anataka kumiliki mpaka taarifa zako za ndani kabisa. Kwa hiyo kuna watu wana kawaida wana kutrack kabisa yani kwenye simu yani. Alishakukuta hivi jambo kama hili Samira, kisheria una rush kisheria limekaaje yani ukisha kugundua mtu anakutrack bila hata taarifa yako wewe mwenyewe, ridhaa yako, kosa hili limekaaje na kisheria linataka ufanye vipi? Sasa kiukweli tumepata elimu nzuri sana kutoka kwa Imani. Ndio. Kwa watu wenye uelewa hilo swala wanajua shida inakuja pia ni moja. Je, unaweza kumshtaki mwenza wako? Maana sheria hajakukataza. Sheria bado inamtambua mwenza wako muda huo akichakata hiyo taarifa. Sasa tumeona kwenye makaratasi ndo mpaka kwenye mambo. Haina, yani sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi haisemi kwamba mshtaki atakuwa ni fulani ambaye ana sifa hizi na mshtakiwa atakuwa ni. Inachosema atayeshtaki ni data subject, yeye ndo ataweza kushtaki. Na anayeshtakiwa ni atakuwa yule controller au processor, yani mtu ambaye anazicontrol hizo taarifa au anayezichakata hizo taarifa. Lakini mimi wakili, nafikiri kuna maongezi ambayo ni magumu ambayo huwa tunayakataa, hatukubali. Mawakili mnasema, hata wana saikolojia wanasema kwamba zile hard talks kati ya wenza, nafikiri ni ngumu sana kama wakili kusema kwamba unaweza kumshtaki ama sivyo. Lakini ni muhimu sana kuwa na makubaliano kati ya wenza wawili, mipaka yetu inaishia wapi, kitu gani tutashare pamoja, kitu gani hatutashare. Lakini sasa nafahamu pia nguvu ya mapenzi, kwamba hutaki kunionyesha simu yako, unaficha kitu gani? Hutaki nifanye hivi, kwa nini hiki hutaki, kwa nini hiki unataka? Lakini mimi binafsi nafikiri ni muhimu sana kudefine mipaka yenu. Na sio kwamba jambo ambalo unamfedhehesha mwenzio ama unamcontrol, lakini inampa uhuru kila mtu kwamba mimi nitakuwa comfortable ukifanya kitu hiki, ukifanya kitu hiki. Mwizi tu. Hata mwizi tu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.